saa hii na wakati huu. Ninatamani sana niweze kukushirikisha neno la uzima kutoka katika ujumbe wa neno la Mungu unaosema ya kwamba mzigo wa dhambi umeelemea dunia. Ni ujumbe ambao nimekuwa nikitembea nao nikiwa njiani, nikiusambaza, nikiuhubiri, ujumbe ambao unazungumzia juu ya mzigo wa dhambi ambao umeelemea dunia ambayo tunakaa. Niombe wakati huu. Kwanza nimwombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru na kuinua Mfalme. Asante Mungu kwa upendo wako kwa ajili ya asubuhi ya leo. Baba, najua ninaenda kuongea na mamilioni ya watu. Roho Mtakatifu, ninaomba Bwana ukapate kusema nao, kila mtu ambaye atasikia neno lako la uzima, kamhudumie katika asubuhi ya leo. Inawezekana mwingine ameamka asubuhi leo amechanganyikiwa na maisha, amekosa amani katika maisha yake, hajui Bwana namna gani ya kutoka kwenye changamoto iliyomshika. Na kuomba Yesu mwana wa Mungu ukamtendee mema katika mchana wa leo. Ukatawale Bwana, kamponye kwa damu ya Yesu. Nguvu yako iponyayo ikashuke na kumhudumia. Natamka uzima na afya njema katika asubuhi ya leo. Bwana, kamtendee mema kwenye biashara yake. Bwana, ukamtendee mema kielekea sokoni. Bwana, kamtendee mema anaposafiri kwenye ndege, kwenye meli na popote alipo. Mkono wako Mungu linawalika katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu, na kila magonjwa aliyomshikilia kamwachilie sasa. Natamka afya njema na uzima katika damu ya Yesu. Amen. Amen. Ni wakati mzuri katika asubuhi ya leo. Mungu amenipa neema hii kuweza kukuhudumia mtu wa Mungu kwa ajili ya neno hili la uzima. Niombe sana ya wakati huu uweze kutwende kwenye kitabu cha Isaya, ile sura ya 24. Isaya 24 mstari wa 19 mpaka 20. Mzigo wa dhambi umeelemea dunia. Siku zote dhambi inapofanywa na wanadamu, yako madhara yanatokea kwenye ulimwengu. Biblia inasema, Isaya 24 mstari wa 19 mpaka 20, Biblia inasema dunia kuvunjika inavunjika sana. Dunia kupasuka imepasuka sana. Dunia kutikisika imetikisika sana. Dunia inalewalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Nabii Isaya, Mungu alimpa neema kuona maono haya, ya kuona jinsi ambavyo dunia ilikuwa imelemewa na mzigo wa dhambi. Siku zote dhambi inapofanywa na wanadamu inaleta madhara. Mzigo wa dhambi umeelemea dunia, ndio ujumbe wangu ya mada ya leo asubuhi, na ambao nataka nikuletee ni kwamba mzigo wa dhambi umeelemea dunia. Na niseme kwenye utangulizi kwamba tunapoishi katika dunia yenye vita, maafa, magonjwa, uovu, ufisadi na kuvunjika kwa maadili, watu wengi hujiuliza kwa nini dunia imejaa mateso. Isaya anatupa jibu, anasema dunia inatikisika si kwa bahati mbaya, bali kwa sababu ya mzigo wa dhambi na uasi dhidi ya Mungu. Nchi imevunjika kabisa, imepasuka kabisa, imetikisika sana. Uasi wake umeilemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Mwandishi wa Isaya, kitabu cha Isaya anazungumza hivyo, mtumishi wa Mungu Isaya. Hoja ya kwanza ambayo ningetamani nikushirikisha katika asubuhi ya leo ni hii, ya kwamba dhambi huleta uharibifu. Popote dhambi inapofanyika inaleta uharibifu kwenye dunia. Dhambi haiumizi watu binafsi tu, bali huathiri familia, jamii na taifa zima. Dhambi inapofanyika haiumizi tu familia tu, haiathiri tu mtu binafsi, bali inaathiri familia nzima na taifa lote. Hiyo ndio madhara ya dhambi. Wanadamu wanapojiendekeza kuweza kuifanya, inaleta madhara. Kwa hiyo watu, unapofanya dhambi, unapojiuza kwa shetani kufanya dhambi, ujue dhambi ina madhara kwa familia, ina madhara kwako binafsi, lakini pia ina madhara kwenye familia, ina madhara kwa taifa zima. Nakumbuka nilipokuwa mtoto mdogo, wakati baba yangu na mama yangu walipoishi maisha ya dhambi, yalitufanya hata watoto tuishi maisha magumu. Nimekuwa nikiongea ya kwamba maisha yale sitamani tena kuyarudia, kwa sababu ilikuwa ni kama vile tunaigiza movie za Kichina. Ilikuwa kila siku usiku mkilala,
utajikuta mmelala kwenye magunia yale ya zamani yale. Ndio mnaingia ndani ya gunia watoto, na ndio blanketi yenyewe, na ndio shuka yenyewe, na ndio godoro yenyewe, mnaingia ndani mnalala. Lakini nini kilitokea kwenye yale mazingira? Ni kwamba wazazi waliachana wajibu. Nini kilitokea? Kwamba baba baada ya kumuoa mkewe, ilibidi baba aache wajibu wa kulea familia. Hivyo ilikuwa ni kutafuta pesa na kuzama miaka kadhaa, na kurudi utu wakati fulani na pesa zake, akimuonyesha mkewe hela aliyonayo mfukoni na kuiweka ndani mfukoni na kuondoka majira ya asubuhi na kurudi saa 11 alfajiri. Haelewi kwamba watoto watakula wapi, watoto watasoma somaje. Ilikuwa ni maisha ya mateso kwenda mateso. Kwa hiyo dhambi inapofanyika si tu inaathiri mtu mmoja, inaathiri mpaka familia nzima. Kwa hiyo ninakushauri mtu wa Mungu kwamba acha dhambi ili kwamba uweze kuwa mtumishi wa Mungu. Jamii inaathirika pia. Jamii inaathirika, taifa linaathirika. Na hivyo sasa tukiangalia mifano katika Biblia tunaona kwamba dhambi ya Adamu, utakusoma kitabu cha Mwanzo 3:17 mpaka 19, dhambi ya Adamu ilileta laana duniani kote. Dhambi tu moja ya Adamu ilisababisha madhara kwa dunia nzima. Dunia iliingia kwenye shida ya dhambi. Lakini pia dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja. Hata Warumi anakili wazi, mwandishi wa kitabu cha Paulo mtumishi wa Mungu anasema dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja. Mtu mmoja ndiye alileta nani? Adamu alipoanguka, alipokosa kukaa kwenye kanuni na masharti ya Mungu, alituletea wanadamu shida na mateso. Dhambi pia huleta maumivu. Dhambi inapofanyika inaleta maumivu. Huondoa amani kwenye taifa, huondoa amani kwenye familia, lakini pia huondoa amani katika mazingira ambayo dhambi inafanyika. Kwa hiyo ni vizuri mtu wa Mungu ni kushauri, acha kuishi maisha ya dhambi, kubali kumwamini Bwana Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kumbuka jana kwa katika huduma ya Injili inayotembea kuwafuata watu walipo, nikakutana na wadada wawili. Wale wadada baada ya kuona nimechachamani na hubiri Injili pale njiani kwa Center, wale wadada ilibidi waanze kujitafutiza, wanaangalia nguo zao, wanajaribu kuzivuta ngazi iwe ndefu ili labda pengine wataepukana na mkono wa uwepo wa Mungu ambao unatembea wakati ule. Yaani dhambi inapofanyika na wafanya watu wakati mwingine wanajisahau ya kwamba wako duniani na kuna watu wengine wanawaangalia. Kwa hiyo dhambi ni mbaya sana. Dhambi haifai mwanadamu kuifanya. Inapofanyika kwenye jamii yote ile inaleta madhara, inaleta maumivu, inaondoa amani, lakini pia dhambi pia inaharibu uhusiano wetu na Mungu. Ndio jambo la msingi zaidi, ya kwamba tuko duniani mahali kwa muda mfupi ambapo Mungu ametuweka kwamba ili tuwe na mahusiano na Mungu, tuwe na marafiki na Mungu, tuwe watoto wa Mungu. Na ndio maana unaposoma kitabu kile cha Injili ya Yohana ile sura ya 3:16, Biblia inaeleza wazi ya kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata kaingia gharama za kumtoa mwana wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Uzima wa milele unapatikana kwa mmoja tu, ambaye ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye ndiye ambaye ana nguvu ya kukabiliana na maisha ya dhambi, na ana nguvu ya kukabiliana na mateso na changamoto alizonazo mwanadamu. Inawezekana mtu wa Mungu unasikia ujumbe huu kwa mahali fulani, umekaa uko kazini, uko ofisini kwako, lakini kuna mambo ambayo yanakutesa. Kuna vitu vimeharibu maisha yako. Dhambi imeathiri maisha yako, dhambi imeathiri mazingira, biashara yako, dhambi imeathiri familia. Nataka nimekuja asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, kwa njia mtandao, ninakueleza wazi ya kwamba iko nguvu inayopatikana kupitia jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hakika ukikutana na Yesu hawezi kukuacha kama ulivyo. Yesu anabadilisha. Kwa dhambi inapofanyika ni mzigo mzito sana. Dhambi ni mzigo mzito sana, unaharibu mahusiano na Mungu, na huwezi ukatengeneza na Mungu eti kwa kuweza labda kunawa maji
Wengine wamejitia moyo kwamba labda unawe maji, unawe mikono, unawe macho ambayo yanaangalia dhambi, yanatazama watu wanaofanya dhambi, labda unawe na miguu, labda ilitembea mahali pa dhambi. Labda mwingine nikasikia pia kanaambia, nikasoma kitabu katika maktaba yangu hapo kwamba labda pengine uweke maji puani kidogo, upige chafya mara 3 majini ndio ulikuwa umelala kwenye pua zako, labda yataondoka. Pengine mtu wa Mungu, majini na mizimu haiondoki kwa ajili ya maji unayonawa, kwa ajili ya keki za upako, kwa ajili ya vitambaa vya upako, kwa ajili ya nguo ziwe shumizi, nguo za singlet, nguo za namna gani, vitambaa vya kutolea kamasi. Haiondoki dhambi kwa namna kama hiyo. Dhambi inaondoka kwa nguvu moja tu, na hiyo nguvu inaitwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Hakika ukikutana na Yesu, maisha yako hayawezi baki kama yalivyo. Inawezekana unateseka na dhambi, inawezekana unapata shida, una mateso mengi unapitia, una changamoto nyingi unapitia, hujui ni nani atakutoa mzigo mzito wa dhambi. Nimekuja asubuhi ya leo nikurejeshe kwa Mungu aliyekuumba, na saa hii na wakati yamkini unatamani kuokoka, lakini hujui njia ya namna gani utapita ili uweze kuokoka. Nimekuja asubuhi ya leo nikuongoze kwa Mungu aliyekuumba. Niombe asubuhi hii katika neno fupi kama hili. Inawezekana kuna mtu unatamani kuokoka, unatamani uwe mtoto wa Mungu, maana Biblia kwenye kitabu cha Injili ya Yohana 1:12 anasema alikuja kwake wala walio wake hawakumpokea. Alikuja kwa walio wake, alikuja kwake wala wao walio wake hawakumpokea. Anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hiyo watoto wa Mungu wanapatikana kwa sharti moja tu, wanapatikana kwa kumpokea Bwana Yesu, sio kwa kupokea maji ya baraka wala kukuvaa msalaba shingoni. Wanapatikana kwa kumpokea Bwana Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na Mungu akubariki kwa neno hili fupi. Natamani niombe na unasema, mtumishi wa Mungu, mimi nahitaji kutengeneza mahusiano yangu na Mungu aliyeniumba. Hebu basi naomba sema nami maneno haya asubuhi ya leo. Fuata nami sala ya imani. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako, mimi ni mwenye dhambi. Nakuomba Bwana Yesu, chukua nafasi katika moyo wangu, uliandike jina langu katika kitabu cha uzima wa milele, ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu na mauti. Unijaze kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Ninaomba Yesu nitakase ili niwe safi ninapoendelea kukungoja Mungu katika maisha ya katika damu ya Yesu nimeomba, amen. Inawezekana mtu wa Mungu omba na misala hii yako makanisa ya watu wa Mungu ulimwengu mzima, watu wanaolitaja jina la Yesu kumaanisha. Mimi niko taasisi ya TAG na kuwarika pia ndani ya kanisa tuzuri la TAG. Karibu sana. Pia nafanya kazi kwenye makanisa ya Kipentekoste kama katibu na mratibu wa umoja wa wachungaji Goba na Kulangwa, lakini pia ninakushauri mtangu, tafuta makanisa mazuri ya watu wa Mungu waliookoka vizuri, ambao wana safari ya kwenda mbinguni. Itakuwa ni furaha pekee siku moja nikikuona pale mbinguni, na Mungu akubariki. Hebu nikutamkie baraka. Na uzani mgonjwa, unaumwa, una shida imekushika, naomba nikuombea asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Nipo kinyume kila ugonjwa ambao umemshikilia mama huyu, kila mateso, kila nguvu za giza zikaondoke kwa mamlaka ya jina la Yesu. Natamka uzima kwa mama huyu. Kila ugonjwa uliomshikilia kwa hospitalini, ugonjwa uliomshikilia kwa nyumbani, ewe pressure, ondoka kwa jina la Yesu. Natamka uzima kwa mwanamke huyu, natamka ulinzi kwa mwanamke huyu katika jina la Yesu aliye hai. Nahitaji mema yako Yesu, nahitaji nguvu yako Bwana, nahitaji uweza wako Bwana, nahitaji ushindi wako Bwana katika damu ya Yesu. Natamka afya njema kwa mwanamke huyu, awe mzima katika jina la Yesu. Baba, mkono wako Mungu ukamfunike na kumlinda, ukamtendee mema kwenye biashara yake Baba, kamfanikishe katika njia zake. Mungu wa uzima, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, namleta mikononi mwako. Naomba akabariki yeye na familia yake, kila mikosi na kila mateso ikaondoke kwa damu ya Yesu. Baba, mkono wako Mungu amfunike katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai, amen. Inawezekana mtu wa Mungu natamani kusapoti huduma ya injili inayoendelea katika ulimwengu huu, na ninaitwa mchungaji Alex wa kanisa la TAG Upendo, niko hapa Goba, Dar es Salaam. Unatamani kushiriki nami kwa njia sadaka yako. Ni kweli nina maono makubwa, nina kazi kubwa ya kusambaza injili ya Yesu. Kwa sasa natumia mfumo wa baskeli, lakini ningetamani mtu wa Mungu, kama natamani ushiriki nami kwa njia ya kumtolea Mungu sadaka yako, unaweza ukatoa sadaka yako kwa namba ya 0757212420, 0757212420. Na Mwenyezi Mungu akubariki sana mtu wa Mungu, uweze kuwa na siku njema na wakati mzuri, uwe na mchana mwema,
uwe na usiku mwema kama ni usiku hapo ulipo, na Mungu akutendee mema katika jina la Yesu. Amen. Barikiwe sana.